Vyombo vya habari nchini vimeaswa kusimamia ukweli na kuepuka propaganda kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 katika kipindi ambacho jamii na mitazamo, sera na itikadi mbalimbali. Wito huo ulitolewa siku ya Septemba 25 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam na jaji mstaafu Thomas Mihayo, aliyewahi kuwa rais wa 4 wa Baraza la Habari Tanzania MCT, wakati akizungumza katika mkutano mkuu wa baraza hilo. Vile Mihayo amesema ukweli na ujasiri wa vyombo vya habari kusimamia maadili ndio ushahidi wa uhuru wao. Amenukuliwa akisema, "Ninavisihi vyombo vya habari vibebe ujasiri huu, maana huu ndio ushahidi wa uhuru wake." Ujasiri gani huo? Ni wajibu wa kila chombo cha habari kuwa na kiungo cha ukweli, sio propaganda, hasa katika kipindi cha mitazamo tofauti, amesema Judge Mihayo. Aidha, amebainisha kuwa kusimama katika ukweli na haki ni jambo gumu kuliko kujipendekeza, kwani linahitaji kujitoa kwa dhati, lakini akasisitiza kuwa ndio njia sahihi inayompendeza Mungu. Msikilize Judge Mihayo. Historia yetu ya miongo mitatu inatufundisha kuwa bila vyombo huru vya habari wapiga kura hawapati taarifa sahihi. Tujifunze kwa mfano, chombo gani cha habari kilicho huru leo kuweka katika mizania sawa kwa mitazamo tofauti kati ya wanaosimamia Oktoba tunatiki, no reform, no election, au Oktoba tunalinda kura? Wingi wa vyombo vya habari unaotaja kuwa ndio uhuru wenyewe unatupa taswira gani ya mitazamo tofauti inayoweza kutolewa na chombo kimoja? Au kila chombo cha habari kimeegemea upande wake, na au baadhi ya mitazamo inaminywa isisikike kabisa, na wanaobeba mitazamo hiyo wanajikuta katika hali gani? Ni wajibu wa kila chombo cha habari kuwa kiungo cha ukweli, sio propaganda, katika kipindi cha mitazamo tofauti, sera tofauti, itikadi tofauti na ilani za uchaguzi tofauti, kuliko kuegemea upande mmoja. Ninavisihi vyombo vya habari vibebe ujasiri huu, maana huo ndio ushahidi wa uhuru wake. Nitarudia, ninavisihi vyombo vya habari vibebe ujasiri huu, maana huo ndio ushahidi wa uhuru wake. Ujasiri gani huo? Ni wajibu wa kila chombo cha habari kuwa kiungo cha ukweli, sio propaganda, katika kipindi cha mitazamo tofauti, sera tofauti, itikadi tofauti na ilani za uchaguzi tofauti, kuliko kuegemea upande mmoja. Jana katika kusoma nilipata clip moja. Hii hotuba nilikuwa sijaiweka hiyo clip. Ngoja niisome, inasemaje? Kusimama kwenye haki ni kugumu kuliko kujipendekeza. Kusimama na haki kunahitaji sadaka, sacrifice. Sio njia nyepesi au rahisi, lakini ni njia ya baraka mno na njia yenye kumpendeza Mungu. Mungependa nirudie hapo? Nirudie. Inasema hivi: kusimama kwenye haki ni kugumu kuliko kujipendekeza. Kusimama na haki kunahitaji sadaka. Sio njia nyepesi au rahisi, lakini ni njia ya baraka mno na njia yenye kumpendeza Mungu. Nilikuwa na nukuu, sijasema na nukuu, sasa nasema mwisho wa kunukuu. Vyombo vya habari visimamie ukweli. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment hapo chini maoni yako, itakuwa vyema sana. Mimi naitwa Comic Cliff, ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.